Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Welcome to Loeva Ministry. Petro alikuwa analindwa na kulikuwa hamna plani nyingine zaidi ya yeye kupoteza maisha yake pale gerezani, na alikuwa amekamatwa na Herodi, na hayo magereza kwa kipindi hiki yapo mengi sana kwa watu wengi sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Ndio maana nikasema toka mwanzo kuna watu inaweza ikawa hapo na wapo magerezani kwa kuwaamini watu badala ya kumwamini Mungu, akamwamini rafiki zaidi badala ya kumwamini Mungu. Kumbe yule uliyemwamini ndio amekufunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Yule uliyemwamini unaongea naye na unafanya naye maamuzi vizuri, ukigeuka ndio anakuletea vita kazini. Sema amina, ubarikiwe. Ndio anakuwekea vikao kazini. Sema amina, ubarikiwe. Ila umefanyaje? Unamwamini sana. Nisikilize, anza kumwamini Mungu kuliko chochote unachokiamini hapa duniani. Mwanadamu anageuka. Hapa ninapoongea kuna watu wamegeukwa na watu waliowaamini katika maisha yao. Sema amina, ubarikiwe. Na sio kugeukwa tu na kuachiliwa majeraha ambayo mpaka leo hujaweza kutoka kwenye hayo majeraha. Kwa hiyo yamekuwa ni kifungo kwako. Sema amina, ubarikiwe. Kuna watu wamekutana na mahusiano hapa yamewaumiza mpaka leo, yamewaweka katika magereza ambao hawatamani hata mahusiano tena, hawatamani kuoa wala kuolewa tena. Leo natolewa gerezani kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na ubarikiwe. Msema Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Haya magereza yapo mengi sana kwa kipindi hichi. Watu wanapitia changamoto nyingi sana. Watu wanatamani Mungu aonekane kwenye mambo yao. Kuna mtu yupo kwenye gereza la madeni, hajui kabisa anafanikiwaje hapo gerezani ambapo madeni yamemkamata. Bwana Yesu asaidie sana. Kuna watu wapo katika magereza ya mahusiano, wapo katika magereza ya kikazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na hawa amina, na utafanikiwa sana. Sisi unaweza ukanielewa vizuri. Magereza ni nini? Gereza ni kifungo. Gereza ni mahali ambapo hauna uhuru, umekamatwa kabisa. Kuna watu hawana uhuru kwenye ndoa zao. Sema amina na ubarikiwe sana. Na pia kuna watu hawana uhuru kwenye uchumi wao. Kuna watu hawana uhuru kwenye Sema leo natoka kwenye hilo gereza kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu Mungu amewakusudia. Kuna vitu wataanza kushika na vitafanikiwa. Nisikilize, kuna magereza mengi yamekamata watu sana. Watu hawana amani na maisha yao. Magereza yamewashikilia na hatima zao zimepotezwa hapa duniani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu ambao wapo gerezani hawatamani usiku uingie, na kuna watu ambao hapa duniani hawatamani asubuhi kukuche. Bwana Yesu atusaidie sana. Hatima zao zimepotezwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Hawana mwelekeo kabisa kwa sababu wako katika magereza. Bwana Yesu atusaidie sana. Watu hawana amani na maisha yao kwa sababu wapo magerezani. Kila kitu anachokifanya magereza ya kiroho yanawamonita. Bwana Yesu atusaidie sana. Msema Bwana Yesu,
kikombe hichi kiniepuke kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Bwana Yesu, kikombe hichi nikiepuke leo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa gereza lolote waliloniweka la kiroho kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utafanikishwa. Nisikilize, ukiwa kifungoni hauna uhuru. Ukikosa uhuru hauwezi kutengeneza chochote na kuimarisha hata mahusiano yako pamoja na Mungu. Bwana Yesu asaidie. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwenye maisha yako vikawa ni vigumu na huko vikifungoni, na ukashindwa kabisa kuimarisha uhusiano wako na Mungu. Bwana Yesu asaidie. Mahusiano yako na Mungu yakapotea kabisa kulingana na kifungo ambacho unakipitia. Bwana Yesu asaidie. Kila ukiamka ni vitu vigumu, ukilala ni vigumu, ukitembea ni magumu, ukikaa ni magumu, kila unachoanzisha ni kigumu, mpaka umepoteza mawasiliano yako na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wakilalamika, mbona mambo yetu hayajibiwi? Mbona mambo yetu, maombi yetu hayajibiwi? Mbona mambo yetu hayaendi? Mambo yetu hayajibiwi kwa sababu upo na umewekwa katika magereza, umekamatika na umehifadhiwa katika magereza. Na ndio maana uone kitu chochote, uone mwanga wote. Hata katika kuomba kwako unakosa kuomba katika hali ambayo utapata majibu, kwa sababu unaomba ukiwa ndani ya magereza. Sema amina, ubarikiwe sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Sema leo natoka gerezani. Sema leo natoka gerezani. Sema magereza ya kiroho leo yanaachia kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu amekusudiwa hapa leo. Kuna mtu anaenda kupokea hapa leo. Kuna mtu Mungu amepanga kumuinua hapa leo. Kuna wengine watatoka kwenye magereza ya ndoa, ya amani, ya furaha, ya mahusiano, na wataanza kupiga hatua kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina tena. Upo gerezani, umekamatika gerezani. Mungu ni mwaminifu sana, anataka wasaidie hao watu wake leo. Alituma malaika na akaenda kumtoa Petro gerezani mara baada ya kanisa kuomba. Na leo sisi hapa tutaomba na Yesu atatuma malaika, watakutoa pale gerezani. Watakutoa pale gerezani. Watakutoa pale gerezani. Kanisa litaomba kwa sababu ulishindwa kuomba peke yako. Petro alipitia magumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Akiwa ndani ya gereza akavurugwa ufahamu, akavurugwa kila kitu, lakini kanisa likasimama kwa ajili ya Petro. Kanisa likainuka kwa ajili ya Petro. Na sisi hapa kuna watu wamevurugwa, hawaoni mwanga, hawana ndugu wa kuwatetea, hawana mabosi wa kuwatetea, hawana mahali popote pa kutetewa. Wamekuwa ni waonewa tu, wamekuwa ni wa mateso tu. Vidonge havifanyi kazi ndani ya afya zao. Sema amina, ubarikiwe. Matatizo ni mengi ndani ya fedha zao. Kanisa litasimama leo, litaomba na uchumi wa watu utafunguliwa, litaomba na kazi za watu zitafunguliwa. Kanisa litasimama na baraka za watu zitafunguliwa. Sema amina na ubarikiwe. Sema leo Yesu nisaidie. Na ndio maana ndio hivyo tunaenda kuomba leo na Mungu anakwenda kuonekana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ninaamini kabisa kuna kitu Mungu amekusudia watu. Saa itapofika maombi leo, Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna malaika wanaenda kutumwa, na malaika anakwenda kukutoa kwenye kifungo fulani ambacho uko nacho. Kanisa likasimama, Petro akatoka, malango ya chuma yakafunguka. Bwana Yesu atusaidie sana. Na leo kuna malaika atatumwa kwenye maisha yako. Kuna malaika atasogezwa mbele ya maisha yako. Kuna malaika atakutangulia leo. Atakutangulia, utakuwa njiani. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo kanisa tutaomba leo. Kuna watu wamekusudiwa leo na Mungu kutolewa kwenye kifungo cha madeni, leo kitatoka. Kwenye kifungo cha laana labda cha kwenye familia, leo tarajia hicho kifungo kitoke.
Kwa nini umeshindwa kuomba mwenyewe? Kwa nini umeshindwa kutafakari mwenyewe? Leo upo madhabahuni, kanisa litaomba. Yesu atasikia kilio chako ndani ya familia. Ile roho ya umaskini na kudharauliana ndani ya familia leo itakamatwa hapa. Leo itatolewa hapa. Leo itateketea hapa. Leo itaharibika hapa. Kwa nini? Kwa sababu kanisa linaenda kuomba. Sema amina, ubariki. Ndio, Yesu akusaidie. Anakwenda kukutoa kwenye kifungo cha magonjwa. Labda magonjwa mengine hayatibiki, hayana tiba, hayaonekani yakipimwa. Huenda kwa madaktari, wamepima, hayaonekani. Bwana Yesu asaidie sana. Kila aina ya dawa umemeza, hauponi. Bwana Yesu asaidie sana. Leo kanisa litasimama kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na ubarikiwe. Leo tutaomba hapa na vipimo vitaonyesha unaumwa nini. Sema amina, ubarikiwe. Leo tutaomba hapa na baraka zitaonekana juu ya maisha yako. Leo tutaomba hapa na magonjwa yatatoka ndani yako. Sema amina, ubarikiwe. Geukia neighbor, mwambie leo tunaenda kuomba kama kanisa. Ndio, elewa. Mungu akusaidie hicho kitu, elewa. Ndio, kuna wakati unavurugwa kabisa, una msaada wa namna yote, unakosa amani yako wewe na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Petro alikuwa gerezani na alikuwa hana namna. Bwana Yesu atusaidie sana. Alikuwa hana namna yote. Na wewe uko hapa, kuna mambo yamekusonga, upo gerezani, gereza la kiroho, wamefunga, umetupiwa mikosi, umetupiwa balaa. Kila mahali unaenda hauonekani, haueleweki, hautambuliki. Bwana Yesu atusaidie sana. Una sifa zote za kuajiriwa, lakini kwa kuwa upo kifungoni watu hawakuelewi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Unaonyesha na CV kila kitu, unafiti pale, upo gerezani, unaziacha, ukienda unasaulika. Sema amina, ubarikiwe. Mambo mengi mazuri yanakuja kwako, lakini hayafikii mwisho, hayamaliziki. Kwa nini? Kwa sababu upo gerezani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa umefungwa katika gereza la kiroho. Hapo ulipo umechafukwa, hujielewi, utambui uanzie wapi. Umeomba sana, bado hujapata majibu. Leo kanisa litasimama kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Msema leo ni zamu yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema leo ni wakati wangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema niko tayari kutoka katika kila gereza ambalo naenda kutolewa leo kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kuna malaika atatumwa mbele yako, atakutangulia njiani na atahakikisha unafika mpaka pale Mungu anapotaka ufike, sio wanadamu. Kuna watu wamekusudiwa leo. Sema amina, ubariki. Ndio, kuna watu wamekufikisha hapo ulipo sasa hivi, ni wao, na hawakuruhusu ukapiga hatua. Kuna watu wamekufikisha hapo ulipo kwenye hiyo nafasi ambayo uko nao, na wanakuremonti vizuri, haitakiwi uvuke kwenye hiyo nafasi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Uelewe upo kwenye magereza ya kiroho. Wao ndio wana maamuzi ya maisha yako. Usikubali mwanadamu akawa na maamuzi ya maisha yako kwenye jambo lolote la muhimu katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Mtangulize Mungu, mpe Mungu nafasi kubwa kwenye maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio, hakikisha maisha yako unamkabidhi Mungu kila itwapo leo. Usiangalie wanadamu katika sura zao za nje. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna mwanadamu anaweza kaja mbele ya maisha yako akawa ndio kifungo cha maisha yako. Kuna mwanadamu anaweza kaja mbele ya maisha yako ndio akawa ni amebeba mauti yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama vile Delila alivyokuwa amebeba mauti ya Samson. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Samson ya kuelewa kwamba Delila ndio ameshikilia umauti wake na aibu yake.
Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo katika maisha yako kuna mahali upo katika gereza saa hii, kwa kuwa kuna watu uliwaamini sana kuliko Mungu unavyomwamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubariki. Ndio akakupelekea gerezani kwa kuwa wewe ndio umewasikiliza wao zaidi ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Hakikisha taarifa zako za msingi katika maisha yako, anza kuzungumza na Mungu kwanza. Unapompa Mungu kibali kikubwa katika maisha yako, huwa Mungu hatakubali akukutanishe na watu wabaya. Lazima Mungu akuinulie watu ambao ni wa kwako. Bwana Yesu atusaidie, ambao atahakikisha hawatakuumiza katika maisha yako. Sema amina na utabarikiwa sana. Sema amina na utafanikiwa sana. Kanisa na Mungu inatakiwa turudi kwenye neno. Rudi kwenye neno, mtu wa Mungu. Rudi kwenye neno, mtu wa Mungu. Lipe nafasi neno la Mungu, litakusababisha uishi maisha ambayo yatakuwa na furaha katika maisha yako. Hakuna kiwango cha furaha utakachokipata kama hautarudi kwenye neno. Hakuna kiwango cha baraka unachokitaka ukipate kama hautarudi kwenye neno. Hakuna kiwango cha uponyaji unachotaka ukipate kama hutalijua neno takatifu. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Ruhusu moyo wako umjue Mungu zaidi kwa kufuata neno la Mungu. Bwana Yesu asaidie. Kila kitu unachokihitaji hapa duniani kiko ndani ya neno la Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa, mtu wa Mungu. Usije ukaishi hapa duniani ukataka mambo ambayo hayapo ndani ya maandiko. Hayo yatakuwa ya muhusiani na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo tunaona tunafeli sana sasa hivi, tunaendelea kukaa kwenye magereza na tumechoka kabisa. Na maombi tunayaomba sio maombi ya kutufanya Mungu atuone, ni maombi ya kukufanya vitu vyako unavyoomba vikuone, vionekane. Mwanadamu analopitia ili atoke kwenye hicho kifungo ni lazima awe na neno la Mungu. Na kuna watu wanakuja madhabahuni kila itwapo leo kama ni watu ambao wameonewa, kumbe na wao pia kuna mali walijeruhi. Ingia madhabahuni ukiwa ni mkosefu. Bwana Yesu atusaidie sana. Jishushe na Mungu atakuinua. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo tamani leo kujifungua mapema kutoka kwenye hilo gereza. Kuna saa malaika ataachiliwa leo. Tamani yule malaika ukutane naye. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu Mungu atawatangulia, na Mungu akikutangulia leo katika mipango yako yote, hakikisha na wewe unamfuata Mungu, unageuka, unaelekea kule Mungu anakotaka uende. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ubarikiwe. Na hiyo uponyaji utakuwa ni uponyaji wako wa kudumu. Na hizo baraka zitakuwa ni baraka ambazo mbingu zinazitambua. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema Bwana Yesu, nakataa kila kifungo cha gereza la shetani aliloniwekea. Leo natoka kwenye gereza la kiroho kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utafanikiwa. Nisikilize mtu wa Mungu. Petro ni mtu ambaye alitembea na Yesu. Alikuwa ni mtu ambaye anamjua Yesu vizuri. Alikuwa ni mtu tayari anafanya kazi ya Mungu vizuri. Lakini ilifika mahali akakamatika, akashindwa kabisa hata kuomba. Bwana Yesu asaidie sana. Na uelewe alikuwa ni mtu ambaye yupo karibu na Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kuna mahali alifika, alishindwa hata kuomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Maandiko yanasema kanisa likafanyaje? Likaomba. Bwana Yesu atusaidie sana. Maombi yake hayakufanya kitu. Hayakufanya kitu. Hayakufanya kitu akiwa gerezani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini kanisa lilisimama. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna kiwango umefikia hapo ulipo, ninapoongea na wewe unaona mimi siwezi kuendelea, nahitaji mtu ambaye atasimama na mimi katika maombi. Nisikilize, haimaanishi kabisa hali yako ni mbaya kiroho, hapana. Hizi nyakati zipo, unahitaji mtu, kuna majira unahitaji mtu asimame. Bwana Yesu asaidie sana.
Nisikilize, hakuna hali ngumu yoyote unayopitia alafu Mungu haijui. Hapana, hapana. Hakuna hali ngumu yoyote unayopitia katika maisha yako hapa duniani alafu Mungu haijui. Hapana, hapana. Hali yoyote ambayo unapitia ngumu hapa duniani, mbingu zinatambua. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa. Mungu anajua tangu jana wewe utakuwa wapi, utapita wapi, na anajua kesho zetu, kwa sababu yeye ni Alfa na Omega, na maanisha ni kwanza na mwisho, au mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Na Yesu huwa anatangaza mwisho kabla ya kwanza. Anaweza akakutengenezea maisha yako ya baadaye, ana uwezo wa kutengeneza maisha yako ya baadaye mwanzoni kabisa hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Mwanzo wa kile unachokianza ndio Mungu ana uwezo wa kutengeneza maisha yako ya baadaye. Bwana Yesu asaidie sana. Maisha ya baadaye yatengenezwi baadaye. Bwana Yesu asaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Maisha ya baadaye yanatengenezwa saa hii. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tambua na ujielewe ni wapi unapoelekea katika maisha yako hapa duniani, na nafasi ambayo Mungu anakupa, hakikisha hiyo nafasi haupo sehemu ya gereza la kiroho. Bwana Yesu atusaidie sana, ili uweze kufikia hatima ambayo ni ya kwako katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu ambao ninazungumza nao hapa sasa hivi ni mwaka wa 10 wameajiriwa, lakini katika ile ajira ni kama yupo kifungoni, hana chochote anachomiliki. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Na kuna watu hapa ambao wako kwenye ofisi moja. Bwana Yesu atusaidie sana. Mshahara mmoja, kila kitu ni kimoja, lakini mwenzako anainuka, wewe uinuki, upo gerezani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa sana. Sema amina na utafanikiwa sana. Sema Bwana Yesu, ninaomba uniepushe na hii shida iliyoko ndani ya maisha yako. Maisha yako ya baadaye yatatengenezwa saa hii, sio baadaye. Bwana Yesu asante sana. Hilo jambo analiweza, Mungu analiweza. Kwa hiyo hakuna kitu kinatokea kwenye maisha yako asikijue. Hakuna jambo linalokuja kwenye maisha yako ambalo Mungu halijui. Sema amina na utafanikiwa. Kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako Mungu anakielewa, anakijua. Anajua mwanzo wake na anajua mwisho wake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na ubarikiwe. Na Mungu siku zote sio kwamba anashindwa kufanya chochote kwa wakati mgumu unaopitia. Bwana Yesu atusaidie. Hashindi kufanya chochote, ila anasubiri umwite. Hawezi kuja kama hujamwita kwenye tatizo lako. Bwana Yesu atusaidie sana. Anasema niite nami nitakuitikia. Kwa hiyo kuna mambo huku duniani itakiwa useme ninamwachia Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Inatakiwa useme ninamwita Mungu. Sisi unaweza ukanielewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Mungu sio tabia yake kuingilia jambo la mtu. Ameshakupa maamuzi ambayo anayataka yeye uyafuate. Amekupa njia za kufuata. Bwana Yesu atusaidie sana. Anayetaka kuniona abebe na mzigo wake, ajitwike aje. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo sio rahisi kuingilia maamuzi yako. Anahitaji uwe na maamuzi sahihi, sio ya kulazimishwa. Na ukitaka kutoka katika magereza ya kiroho, kuwa na maamuzi sahihi wewe mwenyewe. Bwana Yesu atusaidie sana. Uamue leo hii shida sasa basi. Bwana Yesu atusaidie sana. Neno la Mungu ndio litakufanya uwe huru. Anasema mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Adui shetani amekuweka gerezani mpaka leo hii umeiba muda wa Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani utambui aliyo ya Mungu mpaka siku ya tatizo limekuja na limekuwa gumu ndipo unapotafuta uso wa Mungu. Hapana. Hakikisha siku zote za maisha yako Mungu namtanguliza mbele kwanza.
Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Hata nyakati za vita unazopitia, umkumbushe Mungu mambo yako juu ya kanisa lake. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina na utafanikiwa. Sema leo Yesu nisaidie kutoka kwenye magereza ya kiroho kwa jina la Yesu aliye hai. Hapa kuna mtu leo amekusudiwa na Mungu, biashara yake itoke gerezani, ndoa yake itoke gerezani, watoto wake watoke gerezani, cheo chake kitoke gerezani. Sema amina, ubarikiwe. Kuna mtu amewekwa gerezani katika nafasi ambayo yuko pale kazini, yeye afanye jema asifanye jema, yaani yeye ni mtu wa kulaumiwa tu. Mungu anaenda kukusaidia jioni ya leo. Sema amina, ubarikiwe. Unaweza ukanielewa? Kuna mtu yuko mahali hana sauti ya kuzungumza chochote, hata na ushauri mzuri, lakini ushauri wake unadharaulika kabisa. Kwa nini? Sababu yule mtu yuko ndani ya gereza, amewekwa kwenye magereza. Ni mtu wa kuaibika, ni mtu wa kudharaulika, ni mtu bure. Bwana Yesu asaidie sana. Hasaminiki kwa chochote kile. Kwa sababu gani? Yuko ndani ya magereza ya kiroho. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo uelewe kabisa, msaada wa Mungu hauwezi kupatikana kienyeji. Ni lazima madhabahu isimamishe kwa ajili yako ili uweze kupata msaada wa Mungu. Sema amina, ubarikiwe. Na ndio maana madhabahu ilisimamishwa, kanisa likaombwa, na Petro akatoka akawa huru kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, ubarikiwe. Sijui unaweza ukanielewa. Na leo tutaomba hapa na kuna watu watakuwa huru kwa jina la Yesu aliye. Utakuwa huru kwenye familia, utakuwa huru kwenye kazi yako, utakuwa huru kwenye nyumba yako, utakuwa huru kwenye afya yako, utakuwa huru na watoto wako, utakuwa huru kwenye maendeleo yako. Kuna vitu ulikuwa huwezi kufanya, utaenda kuvifanya kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Sema leo nakata minyororo ya magereza kwa jina la Yesu aliye hai. Sema minyororo ya magereza ya kiroho kwa damu ya Yesu leo naikata kwa jina la Yesu aliye hai. Leo kuna mnyororo umefungwa kwenye miguu yako ukiwa ndani ya gereza, itakatwa na utaanza kutembea, na utaanza kuongezeka, na utaanza kuona mwanga, na utaanza kuona baraka, na utashika fedha itashikika. Ndio nisomee kitabu cha Mathayo ile sura ya 9 na mstari ule wa 27 mpaka 29. Tusome pale. Kusoma kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 9 na mstari wake wa 27 hadi wa 29 kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, Ndiyo. Vipofu wawili wakamfuata, wakipaza sauti, wakisema, Ndiyo. Uturehemu, mwana wa Daudi. Mstari wa 28. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea. Yesu akawaambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Ndiyo. Wakamwambia, naam Bwana. Mstari wa 29 na wa mwisho. Ndipo alipowagusa macho, akasema, kwa kadiri ya imani yenu, mpate. Amina. Nisikilize mtu wa Mungu. Yesu kabla ya kutenda jambo kwenye maisha yako, lazima aone imani yako, kwamba unaamini kwamba anao uwezo wa kutenda. Bwana Yesu asaidie sana. Hawa jamaa walipokea kulingana na imani yao. Hebu jiulize hapo ulipo, unaamini? Bwana Yesu atusaidie sana. Sijui unaweza ukaelewa mtu wa Mungu. Maombi tunayoenda kuomba leo, lazima utengeneze imani yako ya kwamba leo ninaamini ya kwamba haya maombi, gereza lolote nililofungwa leo nitakuwa huru.
Bwana Yesu atusaidie sana. Hicho kitu ni lazima uamini kwamba, kwa sababu kila mmoja atapewa kulingana na imani yake. Kwa hiyo ongezeko la imani yako leo litakufanya uzidi kuwa huru. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu alikuwa anao uwezo wa kusaidia hawa vipofu. Hakukuwa na sababu ya kuwauliza. Alikuwa na uwezo kabisa ya kuwaponya. Hakukuwa na sababu yoyote ya kuwauliza. Lakini alikuwa anataka kwanza, ili atakapotenda imani zao ziongezeke. Bwana Yesu atusaidie sana. Na wewe leo uko tayari Yesu akutendee ili imani yako iongezeke. Imani ya mtu ikiongezeka wakati Yesu anamtendea, yule mtu huwa anatetemeka na hofu ya Mungu inakuwa ndani yake na anamgeukia Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarike. Kwa hiyo tamani leo imani yako iwe na ongezeko kwa ajili ya kile kitu ambacho umekuja nacho hapo madhabahuni, na uamini ya kwamba leo hii ninaamini Yesu anaenda kunitoa kwenye kila aina ya kifungo ambacho nimefungwa na nikawa nalindwa na maaskari. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Ndio. Kwa hiyo Yesu alikuwa anataka ajue hawa wana imani, nikifanya hichi kitu watathibitisha kwamba ni mimi nimetenda, kwa sababu tunajibiwa kutokana na level za imani zetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Kila mmoja atajibiwa kulingana na level ya imani yake. Kwa hiyo ukiona huyu leo Mungu amemtendea, usiseme kwa nini Mungu amemtendea. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Nisikilize, kuna watu ambao wanakuja madhabahuni na Mungu anawatendea siku hiyo hiyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Anawafanyia mambo makubwa siku hiyo hiyo. Sasa usije tu ukamwangalia yule mtu na ukatamani kama yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Huwezi jua ndani ya moyo wake ametengenezaje na Mungu kwa hiyo siku. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijui unaweza ukanielewa. Ndio. Kuna namna amejipanga na Mungu na akakutana na Mungu kwa hiyo day. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijui unaweza ukanielewa. Kwa hiyo hakikisha na wewe kiwango cha imani yako kinaongezeka. Kila mtu atapona, atajibiwa, atabarikiwa, atainuliwa, atafunguliwa njia, ataona matokeo kulingana na level ya imani ambayo yuko nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubariki. Kwa hiyo ukiamini kwa kiwango cha juu ya kwamba Mungu ananiponya leo, lazima uponyaji utokee pale. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubariki sana. Kwa hiyo Yesu aliwauliza, mnaamini naweza kulifanya hili? Na ndio kitu ambacho Yesu akawa anakuuliza sasa hivi na wewe kwamba unaamini leo utatoka gerezani? Unaamini leo ana uwezo wa kukubariki? Unaamini leo ana uwezo wa kukuponya? Unaamini leo ana uwezo wa kukuinua tena? Unaamini leo anaweza akakupandisha viwango tena? Unaamini? Ndicho anachokuuliza sasa hivi. Sema amina na ubariki. Sema amina tena na kusaidia. Unaamini maisha yako yanaweza yakabadilika? Yesu akusaidie sana. Kama unaamini maisha yako madhabahuni leo yanaweza yakabadilika, basi upokee kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, ubarikiwe sana. Uweze kuwa na majibu mazuri. Hakikisha hili swali leo, unaamini Yesu anaweza akabadilisha uchumi wako? Unaamini Yesu anaweza akakufanishia njia pasipokuwa na njia? Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio. Hakikisha unakuwa na majibu mazuri muda sio mrefu ili uweze kupata majibu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaamini kwamba uchumi wako unaweza kusimama tena? Unaamini kwamba mahusiano yako yanaweza kuboreka tena? Sema amina na utabarikiwa sana. Anakuuliza swali leo, unaamini kwamba ana uwezo wa kuingia kwenye ndoa tena? Bwana Yesu asaidie sana. Ndio, una uwezo huo wa kuingia kwenye ndoa tena? Unaamini?
Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi kuna mtu mmoja anaweza kunielewa. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu anakuuliza kwanza, na anataka kujibu kulingana na level ya imani ambayo uko nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubarikiwe sana. Ni kweli umemfuata Yesu, na ndio maana umekuja mpaka madhabahuni, kwa sababu unahitaji msaada wa Yesu. Sasa unaamini? Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio umekuja madhabahuni na unataka msaada wa Yesu, na unamwita Yesu kila itwapo leo, inawezekana hata kila siku. Je, unaamini? Bwana Yesu asaidie sana. Ana uwezo wa kukutengeneza mkeo au mmeo aliyobadilika. Unaamini hivyo, kama Yesu alivyouliza hawa vipofu? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Unaamini ana uwezo wa kumbadilisha mme wako aliyebadilika? Unaamini? Unaamini kwamba Yesu ana uwezo wa kubadilisha mke wako aliyebadilika? Unaamini? Ndilo swali alilowauliza hawa vipofu. Sawa, mnaamini? Bwana Yesu atusaidie sana, ya kwamba leo haya magereza nina uwezo wa kuwafungua kutoka magerezani. Ndio, na maandiko yameweka wazi hapa yakisema Yesu atajibu watu kulingana na level za imani yao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapotafuta uso wa Mungu siku zote katika maisha yako, hakikisha una viwango vya imani ambavyo vinaambatana na matendo ya Mungu ili uweze kupata majibu yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi unaweza ukanielewa. Kwa hiyo imani ambayo utakuwa nayo ina vigezo, ni lazima iwe na vigezo. Usiseme tu unamwamini Yesu kwenye kinywa, lakini ndani ya moyo wako haupo naye kabisa. Unamwamini Yesu katika mawazo, lakini rohoni hayupo kabisa. Unamwamini Yesu katika kutamka, lakini kwenye matendo haupo kabisa. Bwana Yesu asaidie sana. Vipofu wanawakilisha watu wenye changamoto. Vipofu wanawakilisha watu wenye shida. Vipofu wanawakilisha watu wenye kumfuata Yesu. Sasa kabla ya kutenda au kutendewa, unaamini mtu wa Mungu? Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana. Mgeukie neighbor, mwambie leo unaamini kuna kitu kinatokea. Bwana Yesu asaidie sana. Ndio, Mungu akusaidie. Vipofu wakamjibu, naam, tunaamini. Ndipo akawagusa macho yao akasema, kwa kadiri ya imani yenu mpate. Haleluya. Na mimi leo nasema kwa kadiri ya imani yako, usitoke hivi hivi. Kwa kadiri ya imani yako upate. Kwa kadiri ya imani yako upate. Ile imani ambayo umekuwa nayo leo umuone Bwana kwa jina la Yesu. Ile imani ambayo uko nayo leo umuone Jehova aliyekuwa hai ndani ya maisha yako. Sema amina na ubarikiwa. Kwa kiwango cha imani ambayo uko nayo, muone Yesu katika hicho kiwango chako masaa. Pate Yesu katika hicho kiwango chako masaa. Sema amina na utabarikiwa. Na kuna watu hapa baada ya ibada hii Yesu amewakusudia kuna level ya imani yao watapata, na baada ya kupata watapata ongezeko lingine la imani yao kwa damu ya Yesu aliye hai. Hawa watu wako hapa na wapokee kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina na utabariki. Yesu hataki upate nusu nusu. Yesu anataka upate mzima mzima. Sema amina na utabarikiwa. Ndio, wacha uoga. Yesu anawauliza wa jamaa, mnaamini? Mnaamini? Elewa kabisa, vipofu wanawakilisha watu wenye matatizo. Vipofu wanawakilisha watu wanaomfuata Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo hakikisha level ya imani ambayo uko nayo madhabahuni leo, kuna kitu unapata. Kinachotakiwa ipige hofu ife ndani yako. Halafu ruhusu Mungu akubadilishe leo. Halafu uamini leo. Kuna minyororo ya magereza itafunguliwa kwenye uchumi wangu, kwenye kazi yangu, kwenye mahusiano yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye baraka zangu, kwenye amani yangu. Kuna level naenda level nyingine kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa kiwango cha level ya imani yako, kuna level unaenda kwa damu ya Yesu aliye hai.
Sema amina na utafanikiwa. Kwa hiyo tamani leo upate kitu kipya, tamani leo upate badiliko jipya, tamani leo upate nguvu mpya, tamani leo upate neema mpya, tamani leo upate baraka mpya kwa kiwango cha imani ambacho umekuja nacho leo. Hakikisha kila inapokuja madhabahuni mbele za Bwana, kila itapo leo kiwango chako cha imani kinakuwa, na wakati kinakuwa ukiwa ndani ya ibada, ujue ndio unapata tokeo jipya kwa hiyo siku, unapata mwanga mpya kwa hiyo siku, unapata level nyingine kwa hiyo siku. Kama unataka kwenda level nyingine, kila itapo leo, hakikisha kila unapokuja madhabahuni, jiandae kwa ajili ya Mungu. Usijiandae kwa ajili ya maisha yako, jiandae kwa ajili ya neno lake. Kila itapo leo utaingia katika level nyingine ya baraka na mafanikio. Sema amina na utafanikiwa sana. Sema amina na utafanikiwa sana. Mgeukia neighbor, mwambie leo nina imani, nina jambo. Mwambie leo nina imani, nina matokeo. Sema leo nina imani, ninaenda kuongezeka kwa jina la Yesu aliye hai. Hata kupitia neno hili kuna watu wanaenda kupandisha level za imani yao. Sema amina, ubariki sana. Kwa sababu gani? Kuna macho ya kiroho yanafunguliwa, yanakuonyesha kumbe tunapewaga kulingana na viwango vya imani. Bwana Yesu asaidie sana. Hebu ngoja mimi nihakikishe nimepandisha kiwango changu cha imani ili niweze kupokea. Aidha sipokei au sipati kwa wakati, kwa sababu kiwango changu cha imani hakiruhusu kupata hichi kitu ninachotaka kukipata, kwa sababu issue ambayo niko nayo ni nzito. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo na yenyewe haitakiwi imani nyepesi, natakiwa imani ambayo imejaa. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo bado ninaona haujakosa kitu leo. Kuna kitu ambacho umevikwa na Bwana Yesu leo. Nakwambia utaenda kuona mwanga, utaenda kuona baraka, utaenda kuona amani, utaenda kuona furaha, utaenda kuona tokeo. Sema leo naenda kinyume leo na roho zote chafu. Ninaamini leo hazitanipata, hazitanisogelea, hazitanikaribia, hazitakuwa sehemu ya maisha yao. Kwa imani ya Yesu Kristo nimepokea na kuamini. Amen. Sema amina na utabarikiwa. Pia Mungu akupe uponyaji hapo ulipo. Mungu akupe baraka hapo ulipo. Kuna watu wa kwenu wamekukataa, Mungu hajakukataa. Kuna watu wa kwenu wamekutenga, Mungu hajakutenga. Kuna marafiki wamekugeuka, Mungu hajakugeuka. Kuna watu wanakuzuia, Mungu hajakuzuia. Kuna watu wanakubadilikia, Mungu hatakubadilikia. Sema amina na utabarikiwa. Kwa hiyo amini tu leo, kuna level utaenda ya tofauti kabisa. Sababu uliamini watu wakakushusha, uliamini watu wakakudharau, uliamini watu wakakugeuka, uliamini watu wakakujeruhi, uliamini watu wakakutesa, uliamini watu na ukawapa na nguo zako na mkabadilishana na nguo za kuvaa, akaenda akakufanyia vitu anavyovifanya. Bwana Yesu asaidie sana. Leo umevishwa vazi la giza na rafiki mpendwa kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ile nafasi yako kaichukua yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini? Ulimwamini ukampa na mavazi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na akaenda kwa mganga wa kienyeji akayavaa. Ambia nataka niwe kama huyu mwenye haya mavazi, anakubalika sana kazini. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Sema Bwana Yesu, leo natoka kwenye hilo gereza, nakataa kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema amina na utabarikiwa. Sema leo natoka kwenye hayo malango ya gereza kwa jina la Yesu aliye hai. Mitego yoyote walionitegea, nguvu za giza wakaniweka gerezani, pale ofisini, pale nyumbani, pale kazini, pale barabarani, pale kwenye gari, pale kazini, leo nategua mitego ya gereza, naitegua mitego ya gereza, naitegua mitego ya gereza, naitegua kwa jina la Yesu aliye hai. Sema Bwana Yesu, asante kwa kunitoa kwenye magereza ya kiroho. Amen.
Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo tarajia uchumi wako naenda kukua baada ya maombi haya. Tarajia mahusiano yako yanaenda kumeremeta baada ya maombi haya. Tarajia kwenda kukubalika pale kazini baada ya maombi haya. Tarajia kuna fedha itaingia na utaweza kuifanyia kitu baada ya maombi haya. Tarajia baraka za wazazi baada ya maombi haya. Tarajia baraka za watu wengi baada ya maombi haya. Ndio, sema amina, ubarikiwe. Kuna watu wamekuwa gerezani na mipango yao imesuasua pale kazini. Leo natoka gerezani na vitu vitaanza kukufuata pale. Sema amina, ubarikiwe. Sema Bwana Yesu, asante kwa neema yako. Ninaenda level nyingine pale kazini. Ninaenda level nyingine pale kwenye biashara. Ninaenda level nyingine pale kwenye mashughuli zangu za kawaida. Baada ya leo ninapanda ngazi baada ya ngazi. Ninapanda viwango baada ya viwango. Ninaenda level baada ya level. Sema nakataa kuendelea kuwa chini. Nakataa kuendelea kuwa gerezani. Nakataa kuendelea kuwa na balaa na mikosi na laana. Sio sehemu ya maisha yao. Asante Yesu, ninaenda level nyingine. Level ya baraka, level ya uponyaji, level ya amani, level ya ushindi kwa damu ya Yesu aliye hai. Sema Bwana Yesu, ninaomba na kuamini na yamekuwa ya kwangu. Amen. Kuna watu wanamuona Bwana hapa leo. Kuna watu wanamuona Bwana hapa leo. Wanamuona hata kwa watoto wao. Anaenda kubadilisha ule mume aliyebadilika kwa kiwango ambacho uko nacho cha imani. Anaenda kubadilisha ule mke aliyobadilika kwa kiwango cha amani ulichokuwa nayo. Anaenda kubadilisha wale watoto waliobadilika kwa kiwango cha amani ulichokuwa nayo. Anaenda kubadilisha ile nyota uliyokuwa nayo kwa kiwango cha amani ambacho cha imani ambacho umekuwa nacho. Anaenda kubadilisha kile kipato ulichokuwa nacho kwa kiwango cha imani ambacho umekuwa nacho. Anaenda kubadilisha ile hatima ya ndoa yako kwa kiwango cha amani ambacho umekuwa nacho. Anaenda kubadilisha ile biashara yako, ile kazi yako, ile ndoa yako, ile familia yako, ile watoto wako kwa kiwango cha imani ambacho umekuwa nacho. Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo, Yesu yupo. Anaokoa watu wake waliomwamini. Ndio, ndio. Sema amina na utabarikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Mwambie amini tu. Mwambie amini leo, wewe ni wa tofauti. Mwambie amini leo, wewe ni wa tofauti. Mwambie amini leo, wewe ni wa tofauti. Mwambie amini leo, wewe sio yule wa jana. Mwambie amini leo, wewe sio yule ambaye umeingia muda ule. Wewe ni wa tofauti. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Leo omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani, omba kwa imani. Mungu yupo anajibu watu wake, anakujibu leo. Amepanga kukujibu kabisa. Ameahidi atakuponya, amepanga hilo jambo. Hakikisha unaponywa na Yesu Kristo aliye hai. Ameahidi atakubariki. Amesema mwenyewe, nitakubariki unapoingia, nitakubariki unapotoka, nitakubariki mashambani, nitakubariki mjini, nitabariki kapu lako la kukandia unga. Amesema mwenyewe. Pandisha kiwango cha imani, pandisha kiwango cha imani. Kuna kibali utapata pale kazini, kuna kibali utapata pale kwenye familia, kuna kibali utapata pale kwenye ukoo, kuna kibali utapata pale mahali ambapo ulifungwa gerezani, utatolewa, utaonekana. Kuna kibali utapata. Ni yeye mwenyewe, maneno yake anasema ni amini na kweli. Ndio, 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 ndio. Pandisha kiwango cha imani. Hata kama ni kuna mtu umemwakilisha hapa leo, amini kabisa, nimemwakilisha huko. Mungu anamtendea, Mungu anafanya, Mungu anabariki, Mungu anamuinua, Mungu anamsimamia. Ndio. Sijui unaweza ukanielewa vizuri. Sema amina na ubarikiwe. Ndio, nisikilize. Hautakufa ukiwa na imani kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Hautakufa kabla hujajenga. Hautakufa kabla hujamjua Mungu vizuri. Hautakufa kabla hujafanikisha hicho unachokitaka. Bwana Yesu atusaidie sana.
Sema amina, ubarikiwe sana. Una maono uko nayo, ili uyafikie maono ambayo uko nayo, amini Yesu anakupeleka kwenye kilele cha maono yako. Sema amina, ubarikiwe. Usikubali wanadamu wakabeba maono yako. Anza kwa mstari wa mbele wewe kwenye maono yako kwanza. Mungu akuinulie watu ambao watakuja nyuma ya maono yako. Sema amina na utafanikiwa. Sema amina na utafanikiwa. Amini ya kwamba biashara yako sio biashara ndogo. Amini ya kwamba kazi unayoifanya sio kazi ya kawaida. Itengenezee mazingira ya imani. Hiyo kazi unayoifanya usidharau. Baadaye ni kazi kubwa sana kwenye maisha yako. Ni biashara kubwa sana kwenye maisha yako. Sema amina, ubarikiwe. Kwa hiyo amini namna hiyo na umshirikishe Mungu, atakusogeza kwa imani kubwa kwenye maono ya hiyo biashara ambayo uko nayo. Sema amina na utafanikiwa. Sema amina na utabarikiwa. Sema leo naenda level ya baraka zangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema leo naenda level ya mafanikio yangu. Sema amina na utabarikiwa. Sema nakataa kufanana na roho za umaskini. Sema nakataa kufanana nao. Sema sio lazima nifanane na wachawi. Sio lazima nifanane na roho ya umaskini. Sio lazima nifanane na wanafiki. Nakataa hiyo roho kwa damu ya Yesu aliye hai. Leo amini Yesu leo anakutokea, anakutenga na marafiki wanafiki ambao kuwahi kuwajua kwenye maisha yako. Kuna mambo atasababisha utayajua na utawaona hawa ndio maadui wa maisha yangu. Wewe ukitaka ujue adui yako, una haja ya kumsaka, muamini tu Yesu. Sema amina, ubarikiwe. Sema amina, ufanikiwe. Ndio, kuna vitu Mungu anaweza kumsababishia adui akavifanya pasipo yeye kujielewa, ndio kumbe anajitambulisha kwako, mimi ndio adui yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Ndio maana akasema adui yako mvishe, mlishe. Bwana Yesu atusaidie sana. Inua mikono yako, sema asante Bwana Yesu. Asante kwa neno yako. Kwa jina lako Yesu. Amen.